Habari za leo mzazi na mlezi, karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo tutazungumzia jambo la msingi sana ambalo ni umuhimu wa kumpa mtoto wako jina la ukoo. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa kwa ajili ya mtoto wako na kwa ajili ya ustawi wa familia yako nzima. Umewahi kujiuliza, mtoto wako atakapoulizwa unatoka ukoo gani au unatoka wapi, atajibu nini? Je, atajua maana ya jina lake? Na zaidi ya hilo, atajua mizizi ya hilo jina, historia ya hilo jina, hadhi ya ukoo wake? Leo kwenye Moyo wa Malezi tunakwenda kugusa moyo wa jambo ambalo linadhaniwa ni dogo, lakini lina nguvu ya kubeba maisha ya mtoto, ambalo ni jina la ukoo. Tuko na sababu 20 nzito zenye ushahidi wa kisayansi, kisaikolojia na kijamii zinazoonesha kwa nini unapaswa kuhakikisha mtoto wako anapewa jina la ukoo. Hili ni somo la malezi ambalo linamjenga mtoto wako kutoka ndani kwenda nje. Karibu twende pamoja kuweza kuona sababu za kwa nini unapaswa kumpa mtoto wako jina la ukoo. Karibu tuanze. Sababu ya kwanza ni utambulisho wa kijamii na mizizi. Majina ya ukoo humsaidia mtoto kufahamu asili yake, mahali anapotoka na uhusiano wake na familia kubwa. Tafiti za kijamii kutoka Duke University zinaonyesha kuwa watoto wanaojua historia ya familia hujihisi salama zaidi kiakili na kihisia. Sababu ya pili ni kuongeza kujithamini, self-esteem. Kujua jina la ukoo hujenga fahari ya ndani, ambayo hujenga kujiamini. Tafiti kutoka Emory University zinaonyesha watoto hao huwa na self-esteem ya juu. Sababu ya tatu ni kuepuka ndoa za kifamilia. Kwa kujua ukoo, watoto hukua wakijua mipaka ya familia, jambo linalosaidia kuepusha ndoa za damu, ambazo tunasema ni inbreeding. Sababu ya 4 ni kuhifadhi historia ya familia. Kila jina lina historia, kwa mfano Mkwawa lina hadithi ya ushujaa na mapambano dhidi ya ukoloni. Sababu ya 5 ni urithi wa kitamaduni. Jina la ukoo ni kifungamano cha lugha, mila na utamaduni wa familia au kabila. Sababu ya 6 ni utambulisho wa kisheria. Majina ya ukoo husaidia katika masuala ya urithi, uraia na masuala ya kisheria. Hili ni jambo linalotambuliwa kimataifa katika sheria za kifamilia. Sababu ya 7 ni mahusiano ya kijamii. Watoto wanaobeba jina la ukoo hukua katika mfumo wa mshikamano wa familia pana, jambo la msingi katika jamii nyingi za Kiafrika. Sababu ya 8 ni kujenga maadili na tabia njema. Kujua ukoo hujenga heshima, aibu ya kuharibu jina na moyo wa kuendeleza mazuri ya familia. Sababu ya 9 ni kuongeza uwajibikaji wa kibinafsi. Mtoto anayeitwa kwa jina lenye uzito wa ukoo hujihisi ana wajibu wa kulinda na kuiwakilisha familia vizuri. Sababu ya 10 ni kuimarisha mshikamano wa vizazi. Jina linakuwa daraja kati ya kizazi cha sasa na cha zamani. Mtoto, mzazi, babu na nyanya. Sababu ya 11 ni utambulisho wa kiroho au kiimani. Majina ya ukoo mara nyingine huwa na baraka au tafsiri ya kidini ambayo huambatana na majukumu ya kiroho. Sababu ya 12 utofauti wa kitambulisho. Katika dunia ya majina yanayofanana, jina la ukoo linamtambulisha mtu kwa upekee wake. Sababu ya 13 tafiti za kisayansi na kijeni, yani genetics. Katika utafiti wa DNA au magonjwa ya kurithi, majina ya ukoo yanaweza kutoa data ya msingi kuhusu historia ya afya ya familia. Sababu ya 14 ni kuhifadhi lugha asilia. Majina ya ukoo mara nyingi hutokana na lugha za asili. Yanasaidia kuhifadhi lugha hizo dhidi ya kupotea. Sababu ya 15 ni kukinga utambulisho dhidi ya utandawazi. Majina ya kimataifa yanapozidi, majina ya ukoo yanakumbusha watoto wao ni nani katika dunia inayobadilika haraka.
Sababu ya 16 ni kuimarisha malezi shirikishi. Mtoto anayetambulika kwa jina la ukoo hupata malezi kutoka kwa jamii pana, yaani ambayo ni wajomba, shangazi, binamu, wote wanahusika katika malezi ya huyu mtoto. Sababu ya 17 ni kusaidia kugundua magonjwa ya kurithi. Kwa kuwa na historia ya majina, wataalamu wa afya wanaweza kufuatilia urithi wa maradhi ya familia kama kisukari au shinikizo la damu. Sababu ya 18 ni kuimarisha utambulisho wa watoto wa diaspora. Watoto wanaoishi nje ya nchi, wakijua ukoo wao, hubaki na uhusiano wa karibu na mizizi yao, licha ya kuishi mazingira ya kigeni. Sababu ya 19 ni kuondoa migogoro ya urithi. Katika jamii nyingi, jina la ukoo ni uthibitisho wa uhalali wa kurithi mali, ardhi au haki za kifamilia. Kwa hiyo mtoto akiwa na jina la kurithi, inakuwa ni rahisi kwake kurithi mali za wazazi wake kutoka kwenye familia yake. Sababu ya 20 ni kuchochea ushindani chanya wa mafanikio. Jina la ukoo linaweza kuwa na msukumo wa mtoto kujituma ili kulinda na kuliheshimisha. Usiangushe jina la familia. Hiyo inamsaidia mtoto anakuwa anapambana kuhakikisha kwamba yeye atatambulika ni wa ukoo gani. Kwa hiyo anakuwa na msukumo wa kujituma ili alinde na aweze kuheshimisha lile jina ambalo ni la ukoo wake. Kila mtoto anahitaji chakula, elimu, upendo, lakini pia anahitaji mzizi, na mzizi huo unaanza na jina la ukoo. Si jina tu, ni hadhi, historia, utambulisho, heshima na urithi wa wazazi. Katika dunia ya leo, inayobadilika kwa kasi, jina la ukoo linaweza kuwa ngao ya kulinda mtoto dhidi ya kupoteza nafsi yake. Usimnyime mtoto wako jina lake la ukoo. Mpe jina la ukoo, mpe urithi wa maisha. Je, unajua maana ya jina lako la ukoo? Je, mtoto wako analijua? Tuandikie hapa chini. Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali like, subscribe na share video hii ili tuendeleze mjadala wa malezi yenye mizizi. Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea kizazi chenye msingi. Tunashukuru sana. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Karibu tuweze kulea watoto wetu kwa moyo wote. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0754579224. Unaweza kutuma ujumbe WhatsApp au unaweza kupiga simu. Karibu tuwalee watoto kwa pamoja.